nawaomba ndugu zangu, ninajua hapa kuna vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekamilika ipasavyo. Haki. Tunawaombeni twende tarehe 29 Oktoba, mwende mkatuchague chama cha CUF, mwende mkawachague wagombea wa chama cha CUF, mkampige kura Mheshimiwa Gombo Samandito Gombo kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkampige kura Mheshimiwa Kasindi Adam kuwa mbunge wa jimbo hili la Kigoma Kaskazini. Lakini mkampige kura Mheshimiwa Manyoa kwa jina maarufu ili awe diwani wa kata hii. Ndugu zanguni, kwa nini tunawaomba mkipatie kura chama cha CUF? Moja kabisa, wagombea tulioweka ni wagombea makini na wana nia ya kweli ya kuwatumikieni. Ndugu zanguni, wananchi wa hapa Mwandiga na sehemu zingine, Mheshimiwa Kasindi ni kijana wa Mtanga. Mheshimiwa Kasindi ndio mwenyekiti wa bandari ya Maboti Kibirizi. Mheshimiwa Kasindi ni mtu wa watu, kwani kazi ya mbunge moja kabisa, akijumuika na wabunge wenzake ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kutunga sheria. Na kazi hiyo Kasindi kwake ni uji wa kunywa. Kazi ya mbunge akishirikiana na madiwani wa halmashauri husika ni kusimamia bajeti iliyotengwa kwa niaba ya maendeleo mbalimbali. Mheshimiwa Kasindi kwa kazi hiyo ni chai ya maziwa. Kwa hiyo kiongozi utampima kutokana na nafasi aliyonayo. Kasindi kwa nafasi yake hana kashfa hata moja. Lakini Kasindi mkimchagua hatokwenda kuishi Arusha. Kasindi
hapa hapa atakuwa pamoja nanyi kutatua matatizo yenu. Ondoeni tofauti zenu za kisiasa, bakieni huko CCM, bakieni katika vyama vingine hivyo, lakini kwa Oktoba 29 kura pelekeni kwa Mheshimiwa Kashindi. Ndugu zangu wananchi wa sehemu hii, na waombeni tarehe hiyo mumpatie Mheshimiwa Manyoa. Manyoa ni mtu mzoefu wa kata hii, kila chochote anakijua. Manyoa anaongea na kila binadamu. Manyoa ukimtuma atakasuru kwa mguu atakwenda. Ndugu zangu, chagueni viongozi wenye utashi na utayari wa kuwatumikia wananchi. Ndugu zangu wananchi, ninawasisitiza sana, chagueni bila kuchaguliwa. Epukeni rushwa. Shilingi 10,000 moja ya leo itawatesa miaka 5. Kiongozi bora hatoi rushwa. Anatoa rushwa mtu 10,000, 20 kununua madaraka. Huyo akichaguliwa hatafanya kazi ya wananchi, atafanya kazi yake, atauza miradi. Miaka 5 wananchi mtabaki mnajuta. Ndugu zangu ni wananchi, hususani wananchi wa Mwandiga, niye ni mashahidi. Mimi Mamisho Sefu Ruyange, kwa sababu nilikuwa na dhamira ya dhati ya kuwatumikia wananchi wa kata Mahembe, nimesimamia miradi mikubwa ndani ya kata Mahembe. Na utayari wa kuwatumikia wananchi. Mamisho ni kiongozi ambaye anafanya kazi kwa vitendo. Kazi kwa wingi, maneno kidogo. Kazi ya kiongozi, cha kwanza ni mahusiano na vyombo vilivyoko madarakani. Kama ni serikali, kiongozi anayechaguliwa lazima awe na mahusiano mazuri na chombo kilichoshika dola. Haki. Na Mheshimiwa Rais na mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu Hassan amesema uchaguzi utakuwa wa uhuru na haki, na yeyote atakayeshinda atatangazwa. Uchaguzi utakuwa wa amani, hakutakuwa na vurugu. Tunawaomba ndugu zangu, ninajua hapa kuna vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekamilika ipasavyo. Haki. Jimbo hili linachukuliwa sawa na mwembe uliotea porini, kwamba mtu anaweza akatoka atokako akapewa madaraka katika jimbo hili na asiyatumikie vizuri, badala yake anatokomea na madaraka. Bunge likivunjwa, tafsiri yake ni kwamba serikali inakuwa imewanyang'anya na kuwafukuza kazi, ndio wanakuja tena kuomba ajira upya. Ndugu zangu wa Mwandiga, nina swali ambalo nataka niwaulize. Kama tuna binti wa Mwandiga ameolewa Kiganza, sisi wa Mwandiga tuna haki ya kumchagua kuwa mwenyekiti wa kijiji cha Mwandiga? Kama tunamhitaji mbunge atakayetoa rushwa ndio apate madaraka, atakayewaonga watu ndio apate madaraka, ni hao wengine.
lakini kama tunamhitaji mbunge atakayeleta maendeleo na uthubutu katika jimbo hili, ni mimi Kashindi Adamu. Na hapa wallahi wa billahi wa tallahi kwa dini yangu, mimi kura zangu zikitoshwa nitatangaza. Kama zikutosha sitotangaza. Katika uvuvi, mimi Kashindi Adamu nikichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili, tutakuwa na uvuvi wa kisasa na wenye tija kwa wavuvi, na wala si uvuvi wa kubahatisha. Nimesema katika vipaumbele vyangu, kilimo, wakulima watapewa pembejeo kwa wakati, kwa maana kuna mtindo wa kuzichelewesha. Muda wa kupanda haziletwi, muda watu wanapanda mbegu ndio watu wanatakiwa wapewe hizi mbolea, haziji. Mbolea zinaletwa wakati wa mavuno, haziwezi kusaidia. Mbolea na pembejeo za kilimo zitakuja kwa wakati. Ama kuhusu afya, leo hii sisi wanaume, mke akiwa na ujauzito wa miezi 8 unaanza kupigiwa hala, ununue bafu, ununue kanga, ununue gloves. Mimi Kashindi Adamu nikiwa mbunge, mfuko wa jimbo utahudumia mambo haya.